Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Amepaa ili atupalize sisi. Katika sala ya kolekta ya mwanzo wa misa takatifu ya kupaa Bwana tunasali: Ee Mungu Mwenyezi, utufanye tuwe na furaha takatifu na shukurani, kwa maana kupaa kwake Kristo mwanao ni mfano wetu, na huko alikotangulia yeye kichwa chetu ndiko tunakotumaini kufika sisi tulio mwili wake. Leo tunaadhimisha sherehe ya kupaa Bwana, na zimepita siku 40 tangu alipokuwa anawatokea wanafunzi wake baada ya kufufuka kutoka wafu. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 1 hadi 11. Na katika somo hilo mwinjili Luka anatupatia wosia wa Yesu kabla ya kupaa wa kuhubiri Injili na kupewa ahadi ya Roho Mtakatifu. Somo la pili linatoka barua ya Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 1 aya 17 mpaka 23. Na katika somo hili Mtakatifu Paulo anasali kuwaombea Waefeso waweze kuelewa juu ya uweza na utajiri wa Mungu uliofunuliwa katika Yesu Kristo. Na Injili ya leo ni kadiri ya Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya ya 16 hadi 20. Na hapo tunaona kwamba kabla ya kupaa Yesu Kristo aliacha agizo na amri kwa wafuasi wake kuhubiri Injili kwa kila kiumbe na kuwabatiza watu ili kuwafanya kuwa wanafunzi wake. Yesu alipaa kwenda wapi? Angani au mbinguni? Katika somo la kwanza leo maandiko yanasema, walipokuwa wakitazama akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Swali: mbinguni ni wapi? Ni angani? Kwanza kabisa lazima tujue kwamba mbinguni ni hali na mahali. Ni hali kwa sababu ni ile hali ya mwanadamu kuonana na Mungu na kuishi na Mungu baada ya kifo. Lakini ni mahali kwa sababu Yesu alisema anapaa kwenda kutuandalia mahali. Tahadhari, mbinguni si mahali kama gorofani au kwenye mwezi na kadhalika, bali ni nje ya muda na mahali kama tunavyojua kidunia. Ni mahali bora zaidi, ni mahali kamilifu zaidi, ambapo hapafungwi na muda au mwendo. Yesu alipopaa mbinguni kuelekea juu ni ili kuonyesha kwamba hakupaa kwenda kilomita nyingi huko juu mbali na dunia. Kama ni hivyo, ingekuwa haina maana kwa yeye kusema niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari.
ni kwamba aliingia katika hiyo hali yake ya utukufu. Aliingia katika ile hali aliyokuwa nayo kwanza kabla ya kuwa mwanadamu. Akiwa mwanadamu hapa duniani aliweza kutembea kutoka sehemu A kwenda sehemu B, lakini katika kupaa anaingia katika ile hali yake ya mwanzo ya kimungu ya kuwa mahali pote. Kwa hiyo kwa kupaa kwa Yesu si kwamba kumekuwa mbali na sisi, bali amekuwa karibu na sisi zaidi kuliko alivyokuwa mwanzo. Kanuni ya imani inatutaka tusadiki kwamba Yesu aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu na kupaa mbinguni. Yesu alipaa lini? Alipaa baada ya ufufuko wake. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utaona kwamba Yesu alipaa baada ya wiki 6 akiwa anawatokea watu mbalimbali baada ya ufufuko. Lakini ukisoma aya za mwishoni mwa Injili ya Luka ni kama vile Yesu alipaa siku ile ile aliyofufuka kutoka kwa wafu. Lakini hata aya ya 4 ya sura ya 24 ya mwinjili Luka inaonyesha kuwa Yesu alipaa siku ile baada ya kufufuka, na wakati amewatokea wanafunzi wake wakala pamoja chakula, na akaanza kuambia wasiondoke Yerusalemu hadi watakapopewa Roho Mtakatifu. Lakini huenda ikawa alipaa siku yoyote kati ya siku zile 40 alipokuwa akiwatokea wanafunzi wake baada ya ufufuko. Lakini kubaki na wazo kwamba Bwana baada ya ufufuko wake aliwatokea wanafunzi wake nyakati tofauti kwa siku 40, na kisha akapaa mbinguni mara moja huko Bethania, kama tulivyosimuliwa na Mtakatifu Luka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Tunajua kwamba baada ya ufufuko kwanza alimtokea Maria Magdalena na yule Maria mwingine, Mathayo sura 28 aya 1 hadi 9. Wa pili kutokewa ni wale wafuasi wawili waliokuwa na kwenda Emmaus, Luka sura 24 aya 15. Tukio la tatu alimtokea Simoni Petro, Luka 24 aya ya 34. Mara ya 4 aliwatokea mitume 10 waliokuwa wamekusanyika pamoja, lakini Toma hakuwepo, Luka sura 24 aya 36 na Yohana sura ya 20 aya 19. Na haya matukio 4 ya Yesu mfufuka kuwatokea wafuasi wake ilikuwa ni ile siku ya kwanza ya juma. Siku ya ufufuko mengine ni haya ambayo yalitokea siku nyingine. Baada ya siku 8 mitume wakiwa pamoja na Toma pamoja nao aliwatokea, Yohana sura ya 20 aya 26. Mitume 7 wakiwa huko Galilaya ufukweni mwa bahari ya Tiberia, Yohane sura ya 21 aya ya 4. Akamtokea mtume Yakobo binamu yake Yesu, wa Korinto wa kwanza sura ya 15 aya 7, huko Yerusalemu, ambapo Yesu alimwagiza na kumpa amri kwamba mitume na wafuasi wake wakusanyike pamoja
Matendo ya kwanza aya ya 4. Na mara ya mwisho wakiwa wamekusanyika pamoja, na akawaongoza kuelekea Bethania, kadri ya Luka sura ya 24 aya 50, ambapo ndipo tukio la kupaa linatokea. Kwa hiyo maandiko yanataja matukio 8 ambayo Kristo mfufuka aliwatokea wafuasi wake, lakini ni uhakika kwamba Yesu aliwatokea pengine watu wengi zaidi ndani ya siku hizo 40 na hata mara nyingi zaidi ya hapo. Lakini ukweli ni kwamba baada ya hayo alipaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu mbinguni. Katika siku hii ya tukio la kupaa, inasemekana walikuwa watu takribani 500 wamekusanyika pamoja na mitume. Hii ni kadiri ya Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya 5 na ya 6. Yesu aliwatokea hawa watu 500 huko Galilaya, si tu ili kuadhihirisha kwamba amefufuka kutoka kwa wafu, bali pia kuwaonyesha kwamba imefika wakati wake wa kurudishiwa haki zake kama Mungu. Kwa sababu kwa kadiri ya barua ya Paulo kwa Wafilipo sura ya 2 aya 6 hadi 7, Yesu kwa asili alikuwa yu daima Mungu, lakini hakufikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia hayo yote, akajitwalia hali ya mtumishi, akawa sawa na wanadamu, akaonekana kama wanadamu. Neno la Kigiriki nalotumika kuelezea ukweli huu linaitwa kenosis au kenosis, self-emptying. Yaani Mungu nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu aliamua kujimimina mpaka akaisha, akawa si kitu. Alijifanya kuwa tupu. Alijinyenyekeza kwa kujitoa kabisa, hakujikweza hata. Alijivua utukufu wake ambao ni haki yake kama Mungu. Self-emptying ni tendo la mtu kuacha ubinafsi, majivuno, kuacha hadhi yake, cheo chake au mastahili yake mwenyewe ili kujitoa kikamilifu kwa Mungu na kwa huduma ya wengine. Lakini hii ya Mungu kujifanya mtu ilikuwa zaidi ya hiyo. Si rahisi kuweza kuelewa fumbo hili na kulimaliza kikamilifu. Labda tusemeje, ni kama wewe binadamu ujifanye kuwa mbwa, unabaki na akili yako hiyo na utashi wako huo, na unajua wewe ni mbunge au rais au padre au askofu au waziri, lakini unajinyima haki zako zote, unaamua kuwa mbwa. Ukiwa unajitambua ulivyo, lakini unaingia katika limitations na instincts za mbwa. Mtu akikuudhi huwezi kumwambia unabweka tu na kadhalika hivyo, lakini bado hakuna mfano wake. Mtakatifu Paulo anavyotuzungumzia hii nafsi ya pili ya Mungu kujifanya mtu, anamaanisha kuwa Kristo Yesu aliacha nyuma sifa, hulka
au hata baadhi ya tabia yake ya umungu, kwa mfano uweza wake omnipotence. Ndiyo sababu Yesu aliomba kwa Baba katika kufanya miujiza. Wakati mwingine ujuzi wake omniscience. Ndiyo sababu tunaambiwa baada ya kutoka hekaluni, alipopata umri wa miaka 12, alikuwa akiwatii wazazi wake, akakuwa kwa kimo na hekima. Alipoteswa msalabani, hakushuka msalabani, bali alijibakiza hapo na kuteswa vikali. Angalizo ni kweli, Yesu aliacha utukufu wake na hadhi yake ya kimungu, lakini hakupoteza umungu wake. Hakukoma kuwa Mungu, bali alijinyima matumizi ya utukufu na haki zake za kimungu. Alikubali kuishi katika unyenyekevu, unyonge na udhaifu wa kibinadamu. Aliweka mamlaka na enzi yake ya kimungu pembeni. Hata Yesu mwenyewe alikiri kuwa uwezo wake wa kuwa mahali pote atarudishiwa na Baba yake. Na Zaburi ya 110 aya ya kwanza, ambayo tunaisali kila juma la kwanza Jumapili katika masifu ya jioni, ile Zaburi ya kwanza: Mungu amemwambia Bwana wangu, keti upande wangu wa kulia, mpaka niwafanye maadui zako kama kibao cha kuegemea miguu yako. Waefeso wa kwanza sura ya 20 hadi 22, ambayo pia ni sehemu ya somo hili la pili linakiri hilo. Mamlaka ambayo Yesu anaitwa tena katika tendo la kupaa ni mamlaka aliyoshirikishwa mzazi wetu wa kwanza ambaye ni Adamu, lakini akaiuza kwa Shetani kwa kula tunda la mti wa katikati. Kwa hiyo kadiri ya Injili na somo la kwanza leo, katika tukio hilo la kupaa, tunafunuliwa ukweli mwingine mkubwa sana. Tunaona mwanadamu aliyevikwa hadhi zote za utukufu wote wa kimungu. Ndiyo sababu wote walijikuta wameanguka magotini kumsujudia huyu kiumbe kipya, mwanadamu mwenye utukufu wa Mungu wa ajabu. Na hapa, ndugu zangu wapendwa, si kwamba tunaongea habari za Yesu peke yake, ni habari ya mimi na wewe. Sisi binadamu tuna uelewa mdogo sana juu ya nia ya Mungu kumuumba mwanadamu katika sura na mfano wake. Barua ya kwanza ya Yohane kwa watu wote sura ya 3 aya ya 2. Mtume Yohane anatuandikia habari hii anaposema, wapenzi, sisi ni watoto wa Mungu sasa, lakini bado hajaonekana wazi jinsi tutakavyokuwa. Lakini tunajua kwamba wakati Kristo atakapotokea tutafanana naye, kwani tutamuona vile alivyo. Hata Waefeso sura ya kwanza aya 18 mpaka 19, sehemu ya somo la pili leo, linaonesha jambo hilo hilo. Hiyo ndiyo maana ya kusema kwamba sisi ni watoto wa Mungu. C.S. Lewis, mwanateolojia na mchambuzi wa maandiko matakatifu, anasema
hiki ni kitu cha serious sana sisi kupata bahati kuishi katika jamii ambamo watu wake kuna siku watageuka kuwa miungu waume kwa wake. Siku hiyo tukifunuliwa jambo hilo, kila mmoja anaweza kushawishika kumwabudu mtu mwingine kwa jinsi tutakavyokuwa tumevalishwa hiyo hadhi na hulka ya kimungu. Na hii itukumbushe kwamba sisi binadamu tunapaswa kuheshimiana sana, kwa sababu mtu ambaye leo unamuona chizi au mpumbavu na ukamdharau au kumfanyia matendo ya kinyama, ukimwona kesho katika hiyo hali mitume waliomwona nayo Yesu kabla ya kupaa, utaanguka magotini na kusujudu, maana atakuwa kama Mungu na sura yake Mungu aliyokusudia kufanana na Mungu. Na hivyo vile vile kinyume chake, kwa hao wanaotenda mabaya, watakuwa na sura mbaya za kutisha kama mazombie, sura mbaya kuliko walizokuwa nazo hapa duniani. Katika hiyo Injili kuna wengine hawakuamini, wakamwona wa kawaida tu. Watu wanamna hiyo wako kila mahali, kwa sababu hata si ndio hao waliomuua, na angali waliona miujiza aliyowafanyia Yesu. Ndugu zangu, kama mambo yako hivi basi, hii ni habari njema sana kwetu, kwamba sisi ambao ni watoto wa Mungu siku moja tutavikwa utukufu ule ule ambao Kristo alionekana nao kabla ya kupaa mbinguni. Utukufu wa Mungu unawashawishi viumbe waanguke magotini kuabudu, maana tutakuwa miungu. Habari njema ya namna hii si ya kukaa nayo moyoni. Ndio sababu Yesu katika Injili anawaagiza mitume na wafuasi wake waende ulimwenguni mwote kuhubiri Injili. Tena mwinjili Marko anakazia akikusema, Yesu alisema, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Ujumbe wa tangazo la Injili ni muujiza miwili mikubwa ambayo imetokea na itatokea. Muujiza wa kwanza ni Mungu amekuwa mtu, na muujiza wa pili ni mtu amekuwa Mungu. Mungu amekuwa mwanadamu ili mwanadamu awe Mungu. Kuhubiri Injili maana yake ni kufundisha juu ya maisha, kifo, ufufuko wa Kristo na kuelezea watu maana yake. Lakini pia kuhubiri Injili ni kuamini na kuyaishi mafundisho ya Yesu. Injili ya Marko inaendelea kwa kusema, anayeamini na kubatizwa ataokoka, na wasioamini watahukumiwa. Yeye mwinjili Mathayo mtume anasema kwamba Yesu alisisitiza, enendeni mkawafanye watu wa mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Katika Injili tunajifunza namna 3 za kuitikia mwaliko wa kuhubiri na kuishi Injili na kuwa mwanafunzi wa Yesu. Ni kwa imani, ni kwa ubatizo,
na ni kwa utii. Kwa imani tunaingia katika mahusiano mapya na Mungu wetu kwa kuishi maisha mapya kwa kupewa ondoleo la dhambi. Kwa ubatizo tunaweka agano la kuyaacha maisha ya kale na kuishi fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Na Yesu anasema na kusisitiza kwamba kanuni inayotakiwa kutumika wakati wa ubatizo ni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, yaani Yosefu au Ana, na kubatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu ni kumtangaza na kumweka wakfu na kumkabidhi Yosefu au Ana kwamba kuanzia leo wewe ni mtoto wa Baba wa mbinguni aliyetuumba, ni ndugu mdogo wa Yesu Kristo aliyetukomboa, na anaongozwa na kusaidiwa na Mungu Roho Mtakatifu katika maisha yake. Hoja hapa si maji wala wingi wa maji. Hoja ni kwamba watu wa kawaida wanapaswa kuwa watu wa kiroho, spiritual being. Wanakuwa miungu mingine. Kwa ubatizo tunaumbwa tena kuwa miungu na kukaribishwa kuwa sehemu ya familia ya Mungu, na tunaweza kusali na kumuita Mungu ni Baba yetu, naye anaitikia naam mwanangu au naam binti wangu. Huwezi kwenda kwenye banda la kuku na kuku akakuita baba. Maana yake kuku hana uwezo wa kukuita baba kwa kuwa yeye sio mtoto wako. Lakini kuku akiumbwa upya akawa mtoto mchanga na akajifunza kuita mama au baba, basi utaitika naam mwanangu au naam binti yangu. Kwa hiyo hali tunayopata baada ya ubatizo ni kuwa viumbe wanaofanana na Mungu zaidi, na hivyo tunakuwa au tunaitwa kuishi kama watoto wa Mungu. Mungu alivyomuumba mwanadamu alikusudia afanane naye kwa sura na mfano wake. Baada ya dhambi ya Adamu na Eva, walijigundua kuwa wako uchi, wameondokewa na utukufu wa Mungu. Ubatizo ni kuvalishwa tena lile vazi la kimungu, kurudishiwa utukufu wa Mungu tulioupoteza kutokana na dhambi ya urithi au dhambi ya asili kutoka kwa mzazi wetu wa kwanza Adamu. Angalizo: hii haimaanishi kuwa uongofu au wokovu au kupiaishwa na hakutengeweza kufanyika pasipo kutumia maji ya ubatizo. Ubatizo wa maji ni kiashiria cha nje kwa wokovu wa ndani. Ndiyo sababu kuna ubatizo ambao si wa maji, ambao unaitwa ubatizo wa damu au ubatizo wa tamaa. Kwa hiyo, kwa ubatizo mtu anaingia katika mahusiano ya pekee na Utatu Mtakatifu. Mtu anaingia kwenye agano la aina la tatu. Anaingia agano na Muumba, agano na Mkombozi, na agano na Msaidizi Mungu Roho Mtakatifu. Ni agano halali na lenye kifungo, legal and binding covenant, na la muda mrefu zaidi
kushinda lile agano la ndoa ya mume na mke. Na agano nalompatia mbatizwa jukumu la kufundisha na kuwafanya wengine, yaani watu wa mataifa yote, kuwa wanafunzi wa Yesu. Kwa hiyo kila mbatizwa ana wajibu wa kumfundisha mtu mwingine kwa lengo la kumbadili awe mwanafunzi wa Yesu, yaani kazi ya kuleta uongofu, kupyaisha watu na kuotesha makanisa. Ndugu zangu, hili ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu ni zito. Neno la Kigiriki la neno mwanafunzi ni mateteuo, Kiingereza ni disciple, kutoka katika neno discipline. Kwa hiyo kumfanya mtu kuwa mwanafunzi wa Yesu si tu kumwandikisha au kumsajili kwenye kanisa la Kristo, bali ni kumfundisha nidhamu ya Kikristo. Huyo ndiye mfuasi wa Kristo, anayeshika nidhamu ya Kikristo. Kwa tafsiri hii, wapo watu wengi ambao hawajabatizwa, mfano Waislamu au wapagani, ambao watakwenda mbinguni kwa sababu walishika nidhamu ya Kikristo bila kujua. Na nidhamu ya Kikristo ni upendo kwa Mungu na upendo kwa wanadamu na kutimiza wajibu. Na vile vile kuna watu ambao ni Wakristo waliobatizwa na wakafikia hadi ngazi ya juu ya Ukristo, ambao hawatapalizwa kwenda mbinguni kwa sababu hawakushika nidhamu ya Kikristo katika maisha yao hapa duniani. Tuliwaona kuwa ni Wakristo, lakini hawakuishi Ukristo wao. Leo Yesu anaanzisha agano jipya na kulitangaza rasmi. Ni agano la ubatizo, na ujumbe wa agano jipya ni kuhubiri habari njema ya wokovu juu ya maisha, kifo, ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na pili ni kutii amri zote za Yesu kwa matendo, yaani kuishi nidhamu ya Kikristo. Haya tuliyoyaongea ndiyo yanayombadilisha mtu kutoka kuwa mwana wa mpotevu hadi kuwa mwana aliokolewa, anayesubiri kuokoka akifika mbinguni, nyumbani kwa Baba wa mbinguni. Kwa wapendwa, utii wa imani kwa mbatizwa ni muhimu sana. Somo la pili la leo linathibitisha hilo, na Mtakatifu Paulo anasali kutuombea hilo. Hata barua ya Paulo aliyowaandikia kanisa la Kolosai ni wazo hilo hilo linajitokeza tena. Ujumbe wa Kristo na ukae ndani yenu pamoja na utajiri wake wote. Fundisheni na kushauriana kwa hekima yote. Imbeni zaburi, nyimbo na tenzi za rohoni. Mwimbieni Mungu mioyoni mwenu kwa shukrani, na ya kwamba kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote kwa jina la Bwana Yesu, na kumshukuru Mungu Baba kwa njia yake. Halafu mwisho katika Injili Yesu anasema tuhubiri Injili hadi miisho ya dunia. Anamaanisha kwamba Injili inapaswa kufika maeneo yote, kwa watu wa kabila na rangi na lugha zote duniani. Lakini anamaanisha pia
kwamba Injili inapaswa kuhubiriwa hadi ile siku ya mwisho ya uwepo wa watu duniani. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, Bwana Yesu amepaa mbinguni akituachia maagizo hayo ili pale anapokwenda na sisi tuweze kufika, ili ile hali aliyo nayo ya kuvishwa utukufu wa Mungu tuweze kuwa nayo hata sisi. Basi nawaalika tusali pamoja na Mtume Paulo katika somo la pili la liturujia ya leo kwamba Mungu Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, atupatie sisi sote roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, tujue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, na leo amepaa mbinguni. Amina. Msiache kusubscribe, kulike na kushare Habari Njema channel ili kusambaza habari hii njema ya kupaa Bwana tulioisikia iwafikie watu wa ulimwengu wote. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.